Okay, so karibu tuone mfumo wa vikoba. Vikoba tunasema Village Community Banking. Hapa ni mfumo utakaoweza kukusaidia kumanage fedha katika kikundi chako cha kikoba. Itakusaidia kukalculate kila kitu, kutunza taarifa zote kabisa, na ni mfumo rahisi sana kutumia. Kwa hiyo basi ukifungua for the first time, mfumo wako utakuomba uweze kuingiza product keys ambazo mimi nitakuwa nimekuprovidea hizo product key. Kwa mfano mimi nitaingiza product key zangu kama hivi, na simple tu mfumo huu utakwenda vizuri. Na kama kwa mfano nikikosea product key, nikisema nifanye registration, naweza kuona inakataa, haiendi popote. Na kama nikitaka kutumia kama free, naweza nikatumia for 6 to 7 days. Baada ya hapo system inajifunga kabisa. Kwa hiyo nitarekebisha product key zangu ili niweze kuingia katika mfumo kama hivyo, na dashboard yangu login window yangu hiyo hapo, na tuna logo yetu hapa imekaa safi kabisa. Kwa hiyo nitaingiza sasa credentials ambazo nitatakiwa niziingize kila siku ninapoingia katika mfumo huu. Kumbuka, activation keys unafanya mara moja tu. Ukishamaliza kuactivate mfumo, kazi imekwisha. Then ukija kutaka kuingia kwenye system next time, utakuwa unaingiza sasa username na password yako. Hii ni kwa ajili ya privacy ya taarifa za kikundi. Si kila mtu anapaswa kuingia katika faili lako la mfumo. Yes. Ukifika hapa utaingiza, kwa mfano mimi ni mpj mifumo, nitaingiza taarifa zangu na nitaingiza pia password zangu pale. Mfumo utakwenda na boom, moja kwa moja kwenye dashboard yetu rahisi. It's like a navigation window system. Hii iko na mambo mengi sana, lakini eneo hili ni la kuanzia na ni eneo la muhimu sana, ambapo kimsingi tutaweza kuona linatusaidiaje. Na update inayokuja katika mfumo huu itakuwa inaruhusu wewe uweze kuongea na system itakuwa inafanya conversation kwa sauti na wewe, lakini tutapata dashboard ambayo ni ya pamoja inayoonesha summary ya kila kitu kilichofanyika katika mfumo, na tutapata pia activity calendar itakayokuwa ina update the upcoming events, itakuwa na update matukio yanayofuata. So ukiingia tu kwenye system utakuwa unaona ni nini na tarehe ngapi kuna nini, ama ni kikao ama ni kalenda yenu ambayo kimsingi mtakuwa mmepanga pamoja. So first of all, ukifika hapa kuna sehemu imeandikwa company information. Hii ni information ya kikundi chako cha vikoba. Kwa ukiingia hapa utaweza kusajili taarifa zote kwa ufasaha kabisa, wala hakuna tatizo. Lakini unaweza kuona sehemu hii pameandikwa kuna Pangani, kuna Tanga, sehemu ambayo ni ya city. Sasa wewe utaandika city ipi? Basi ni rahisi. Sehemu hii unakuja kufanya kusajili kama umeweza kucreate country hapa. Kwa unaweza nikaongeza hapo Lushoto. Yes, kama hivyo Lushoto. Labda country iwe ni Tanzania as usual. Tanzania, na country code is usual 255. Una add taarifa zako, kimsingi zinakuwa tayari ziko added, na button hii ni ya kurefresh ukiona system yako inakwenda slow kama hivyo. Kwa hiyo ukienda kwenye taarifa sasa company yako, unaweza kuona hata ile wilaya niliyosajili recently inatokea hapa pia, kwa hiyo unaweza ukasajili hivyo. Baada ya hapo nakwenda kufanya account creation. Utacreate account yenu, teka taarifa za account, na tukumbuke mfumo huu ni offline, hauhitaji internet kabisa. Utaweka taarifa za account inayotumika katika vikoba, kikundi chenu cha vikoba hapa. Kwa utaandika taarifa zote vizuri kabisa, na opening balance utaiweka hapa. Hizi ni taarifa ambazo hazitaingiliana kabisa na data nyingine katika calculation ya mfumo maeneo mengine, lakini hizi ni kumbukumbu ambazo kimsingi unaweza ukaprint na ukatunza taarifa hizo. Kwa mfano
unaweza pia ukasearch. Mimi nime create account ya Kikoba hapa design kama hii, basi nikisearch hapa taarifa zangu zinakuja, na kianzio changu ni hiki hapa. Naweza nikaona ni kama 1,500,000 hivi ni kianzio hiki kwenye akaunti hii. Kwa hiyo kimsingi ninaweza nikafanyaje? Ninaweza nika update hizi taarifa, ama ninaweza nikaacha kama hivyo. Kwa mfano nataka niseme kianzio ni 180,000, nina uwezo wa update hizi taarifa vizuri, na still nina uwezo wa kwenda kuprint. Baada ya kusearch hizo, na uwezo wa kwenda kuprint ama kuprovide kama PDF. Unaweza kuona taarifa hizo hapo. Taarifa kwa kifupi kabisa ziko hapo, na fedha zangu hizo hapo, country na nini hiyo hapo, taarifa zinaonekana pale. Taarifa hizo hapo. Yes. So tutaweza pia tuweze kuona kama tunaweza tukaprint kama PDF. Unaweza ukaprint taarifa zote hapa. Ukiona ina malfunction, una just refresh hiyo system yako. Kwa hiyo ni sehemu tu ya kutunza taarifa, lakini kuna sehemu muhimu sana baada ya kucreate account yako. Kuna sehemu ya benki voucher. Hapa kwenye benki voucher utakuja hapa kufanya transactions zako zote za benki, lakini pia hapa utakuja kufanya transactions za cash, kwa maana kwamba mtu anapokea ama analeta cash. Kwa hiyo tukianza na sehemu ya benki, utachagua hapa, utakuja uguse herufi yoyote ile, alafu zile account yako ile create itatokea hapa, na ukigusa hapa basi utaweza kuona huyu mtu ana balance, total balance ya 200,000, kwa sababu tayari nimeshaweka kule, kuna transaction nimeshazifanya. Unaweza ukaamua ufanye hivi. Unaweza ukaamua make new for you. Kwa kama na make new for me, maana yake nauliza I am sure, nikisema yes, maana yake tayari data zangu zitakuwa zimefutwa zile za akaunti. Hata nikija hapa sehemu naweza nikaona hiyo hapo, lakini sina chochote ambacho kipo kwenye akaunti yangu. Kwa pia naweza nikaamua nifute baadhi ya account ambazo nimezicreate kama hivi. Let me search first, alafu nifute hiyo account kama hivyo. Okay, like that. Kwa nikija hapa naweza nikaona imebaki moja tu kama hivi, na nikasearch, nikaandika hapa labda ni IR. Kwa hiyo tayari hapo under group unaweza nikaona ni Upendo, hiyo hapo. Halafu address labda ni 84 Pangani, kwa mfano tu. Halafu district yangu nichague labda ni Pangani, Tanzania. Kodi inakuja automatic, na mobile number ni 0655402558, iko pale. Opening balance nataka nianze na 2,500,000. Nianze na 2,500,000 kama fedha, lakini ni credit. Hatuanze na kufanya debit, naanza na credit. Na pin code labda ni 1, labda identity number labda iwe ni 100, whatever. Remarks nasema Upendo maybe na Amani. Naweza nikafanya hivyo, and then nika update hizi taarifa, na kama nikija kusearch sasa hapa, taarifa zangu zote zinatokea very automatic pale. Kitu ambacho naweza nikaweka kama PDF ama nika print ya taarifa hizo, nika print taarifa zangu hizo hapo. Na hizi taarifa zinakaa huku bwana, hizi taarifa zinakaa kwenye C, local disk C hapa. Na nikija hapa pameandikwa MPJ mifumo, nitaingia hapa, nitaingia kwenye other downloads hapa. Kwa naweza nikafuta hiyo PDF ya mwanzo. Kuna receipt zitakaa hapa, kuna bank receipt zote zitakaa hapa ambazo nimeshazifanyia transaction. Kama mifano tulikuwa nikifanyia mwanzo, zote zinaonekana zimekaa huku vizuri kabisa. Kwa hiyo hautakuwa unapoteza
chochote, kwa sababu inatunza taarifa zote na unaweza ukazi access hapa vizuri kabisa kwenye local disk yako. Kwa sehemu hii nikisema niende ku print hapo, naweza nikaona taarifa zangu zimeingia sasa vizuri kabisa. Naweza nikaona taarifa zangu ziko hapa. Namba upendo, iwapo upendo, hiyo taarifa zote nakuja tena hapa chini, na ambayo ni Mtanzania, pin code, identity number hiyo hapo, mobile number hiyo, opening balance yangu ni hapo na ni credit, alafu Linux yangu hapo, pin code zangu zile pale vizuri kabisa. Then hizo ni taarifa tu ambazo zinakuwa zimetunzwa kama PDF. And then sasa baada ya hapo ku create account yako kila kitu, unakuja sehemu ya benki voucher. Hapa ni mtu anaweza akaweka fedha kule benki, unaona, au akaenda akatoa. Sasa tuseme bank receipt, hapa ni sehemu pesa imewekwa benki, yani pesa imeongezeka kwenye account. Utachagua voucher hapa kama umeshafanya transaction kwa ajili ya kuona, lakini kama hakuna utakuja hapa na utagusa herufi yoyote kwenye keyboard yako, itatokea account yako, na utakuja hapa utaweka maelezo yako. Utaweka maelezo yako hapa. Hapa kuna bank payment, kuna bank receipt hapa. Halafu sisi tutatakiwa tuweke hapa maelezo. Yani ukigusa hapa unaweza kuona maelezo yako mengi, labda bill au service, unaweza ukaweka pale. Tutaweka option nyingi zaidi, na current balance. Tukumbuke current balance yetu ni 200,000 na hatuwezi kuandika actually hapa, kimsingi itakuja automatic kabisa. Kwa amount tunataka kutoa kuweka, tuseme tunataka kuweka kwa sababu ni kureceive ni 50,000. Kwa hiyo nita update hizo taarifa hapo, na tayari unaweza ukaona mimi ni currently nimeweka 50,000 hapa. Kukumbuka unaanza kuweka kabla ya kuanza kutoa. Huwezi kuanza kutoa kama hauna chochote ambacho umekiweka. Kwa ile namba ya voucher inakuwa imekwisha kutokea hapa, na ukisearch itaonekana hiyo hapo, niliweka kiasi hicho hapo. Kwa pia na uwezo wa kuanza kutoa kupitia account hii kwa namna hiyo. Kwa mfano nikisema ni refresh hapa sasa, nimeingia kwenye bank voucher yangu, ninaona kabisa balance yangu niyo hapo. Kwa naweza nikaamua pia niongeze kiwango pale, alafu niseme whatever the case, niseme labda service, alafu niseme naongeza mimi 10,000 iwe 60,000, naongeza 10,000 pale, alafu nita add hiyo 10,000. Naweza kuona ni 60,000 imeongezeka hapa. Lakini kama nikiamua katika akaunti hiyo niweze kutoa fedha, labda naweza niseme labda hapa ni bill, naweza nitoe pale, nitoe 5,000 tu. Tutaweza tukaona kitakachobakia pale ni kiasi gani. Nikisave pale transaction inakuwa save, na naweza nikaona nina okay, sikutoa bali nimeendelea kureceive kwa sababu sikubadilisha hapa, that's why. Kwa hiyo nitakuja nita edit hii taarifa, hiyo 5,000 itakuwa ni payment, alafu obvious there is no somewhere we can update. Kwa hiyo tutataka sisi tuifute hiyo, alafu tutabakiwa na 60,000 tumedelete, na tutaweka sasa maelezo labda bill, then nitakuja hapa nita pay. Tuseme nimetoa shilingi 5,000 nimetoa, na kumbuka hapa naondoka kabisa kuna shilingi 60,000. Kwa nikija hapa nikisave, tayari transaction yangu na ambayo imebakia shilingi 55,000, na bado na uwezo wa kusearch voucher zangu zozote zile, na bado nikapata kuona. Kwa hiyo tayari imekaa sawa. Hapo nimekwenda kufanya benki. The same applies unapoenda kwa upande wa cash. The same applies. Sasa ukija kwenye account statement, unakuja kuitafuta account yako hapa, na unaweza ukaona kila kitu ambacho kimefanyika, miamala yote iliyofanyika na kiwango cha fedha kilichobakia. Naona
Kwa hiyo inafanya calculation hizi hazi interact kabisa na sehemu yoyote ya calculation ya mfumo, ila ni sehemu ya kutunza taarifa zako ili uweze kufanya reconciliation vizuri kabisa. Baada ya hapo kuna hii sehemu ya calculator, labda unahitaji kucalculate kitu, unahitaji calculator iko hapa kwenye kompyuta, unaweza ukagusa hapa kwenye calculator na ikaja. And then kuna sehemu ya kusign up hapa ambapo utachagua ni nani, na ukisearch taarifa zake zinakuja hapa. Kama una update au unataka kuadi mpya, unaandika hapa taarifa zake na una save eneo hilo hapo. And then baada ya hapo sasa, hapo unasajili user wengine. Na sasa tunataka to make new, tunaacha kwanza sehemu ya go to the Excel setup, ni sehemu pana zaidi. Tunataka to make new for you. Maana to make new for you unafuta hizi account created na transactions zote zilizofanyika, unazifuta katika mfumo wako. Kwa hiyo ni sehemu ambayo kimsingi kwanza utaulizwa, je, ni kweli unataka kufanya hicho unachotaka kufanya? Kimsingi sehemu hii inakubidi uitumie kama ukija utaka kuanza kutumia mfumo baada ya miaka 2 kuingia kwenye mzunguko mwingine, ndio utafuta hizo taarifa na ujiridhishe bank statement yako uwe umeshaiprint. Kumbuka and remember, bank statement yangu hii uwe umekwisha kuiprint. Na kumbuka hapa una save kama PDF, itakuwa okay. No problem. Let's go back. Na tumeweza kupata malfunction kwa sababu ya zimegongana sehemu moja, majina yanafanana. Kwa hiyo tuje tuangalie sehemu ya account creation. The best way also, unaweza ukaishow hapa na ukagonga print out. Hiyo print out utachagua tu printer yako ni ipi. Kama option ya kusave ikikataa, basi utagonga printer yako na itakuprintia vizuri kabisa sehemu ambapo unataka, kama PDF au ukaprint moja kwa moja kwenye printer. Unaona mimi kwangu hapa natumia Foxit, yenyewe ni nzito kidogo sababu ni PDF editor. Kwa hiyo nimechagua location kwenye desktop, na tayari taarifa zangu zile zinafanyaje, zitakuja zote hapa, peji zote mpaka kule chini. Hii ni taarifa ya kwanza na hii ni taarifa ya pili. Kwa unaweza ukaipa namba 2. Naweza ukaipa namba 2. Sasa hiyo namba 2 ndio inakuja kukupa wewe kile ambacho umekifanya. Kumbuka unapewa taarifa za kikundi, alafu namba 2 inakuja kukuomba uprint, inakuja kukupa taarifa hizi ambazo ndio sasa tunasema ni taarifa ambazo ni transaction zote, ni bank statement ya matumizi yako na mapato yote. Umeona kitu kama iko hapo. Kwa hiyo unapata kila kitu katika ubora wake. Baada ya hapo sasa unakuja sehemu ya ku create country, nimeshaeleza sehemu ya ku close na kama unataka ku exit. Alafu unakuja sehemu ya sasa eneo muhimu ni kwenda kwenye Excel hapa, ambapo ukija sehemu hii hapa utaona zile taarifa tulizosajili pale kama company information ziko hapa, na taarifa nyingine members, title, uhusiano na mrithi, mahudhurio yaandikweje, miezi yaandikweje, lakini bei ya hisa utaibadilishia hapa. Na kabla sijaendelea, ukitaka kwenda ku export correction template, kuna template ndogo kabisa ambayo itakuwa inavutwa na mfumo kwa ajili ya kuleta taarifa kwenye mfumo mkubwa ukiwa kwenye vikao. Kwa unakuwa nako ka template unakajaza. Kwa utakachokifanya baada ya kuweka hapa kila kitu sawa, utakopi data to the correction template mpaka majina yanakopiwa kwenye correction template kama hivi, na once imemaliza itakwambia kila kitu kiko okay. Na baada ya hapo sasa unataka ku-export correction template yako kwa ajili ya matumizi, unakuja unachagua location hapa. Kwa mfano mimi nataka niweke kwenye desktop hapa, nitagonga hapa na ndio location yangu hapa. Kwa hiyo baada ya ku-copy data nita-export hapa. It may take few seconds, do not interact the process. Kwa inaweza ikachukua Collection template exported successfully. inachukua muda mfupi na inakwambia iko exported successfully. Kwa ukija kwenye desktop hiyo correction template unaona imeandikwa week 1 hii hapa, week 1. Kwa hii ndio utaifungua uweze kuona taarifa zako. Kwa mfano hiyo ni correction template,
Ukishaifungua ni hii hapa, ambayo itakuja kuwa na taarifa zote hapa kama zilivyo. Kwa hiyo utakachokifanya, utaandika hapa, utachagua ni mwezi gani unafanyia kazi. Kwa mfano mwezi Mei, alafu ni wiki ya ngapi, labda wiki ya 67. Kwa hiyo utaweka pale na utaanza kuandika sasa taarifa zako, mahudhurio ya huyu mtu, labda yupo idadi ya hisa, labda amenunua 6, itajikalkulate automatic, jamii nini, utarekodi kila kitu. Sheet ni kubwa mpaka matumizi na maeneo huku yalio haya ya salio na nini, usije ukainteract kwa sababu huku ni calculation sehemu ya mwisho, salio kuu. Basi baada ya hapo sasa unakuwa mfumo wako umeshakaa sawa. Kwa hiyo tumemaliza, lakini eneo hili la location pia linatumika kuweza kuexport pia SMSs ambazo utawatumia jamaa zako, ambazo utakuwa unatumia jamaa zako. Turudi kwenye system sasa hapa tuweze kuona yapo. Na baada ya hapo sasa tunaweza tukaingia sehemu hii. Baada ya kuvuta taarifa na nini, michango yote kuingizwa, kwa unaweza ukaamua kuexport SMSs hapa. Export It may take few seconds. Do not interact the process. SMS data exported successfully. Unaweza ukaona wanakuambia SMSs data exported successfully, kama zinavyoweza zikaonekana ziko hapa. Na hizi ukisema ufungue utaweza kuona SMS zote za michango. Watasema vizuri, mfumo utasema michango yote aliyochangia kwa hiyo wiki. Cha msingi sasa twende tukaone namna ya kufanya. Tunaingia sehemu imeandikwa navigation window. Hapa tunaanza na taarifa za wanachama, ambapo utakuja utasajili wanachama. Kama unataka kusajili wanachama mpya, utagonga add new member. Kuna fomu itatokea, utaandika jina lake na taarifa zake mpaka mrithi wake nani. Lakini kama unataka kuedit mwanachama huyo, gonga hapa na utaona taarifa zake, utaedit kwa njia rahisi kabisa. Turudi huku kwenye hiyo na tuje tena hapa, and then huyu jamaa tumsogeze tu hapa chini, hanaga shida sana. Hii fomu haina tabu kabisa, tuisogeze hapa hivi. Alafu tende kwa taarifa za mikopo. Taarifa za mikopo, ili ni eneo la muhimu sana. Baada ya mtu kuchangia, anaweza akakopa mara 3 ya kile alichokichangia, na riba tutaweza kuiona hapa, na riba ya hisa na riba ya jamii. Kama mtu amevusha miezi 3 ya marejesho, riba itaanza kuingia hapa na tutaona. Kwa hiyo mtu atatokea hapa anayekopa, utamchagua kwa sababu wote hawezi kutokea hapa, kwa maana kwamba wote watakopa. Utamchagua mtu anayetaka kukopa ni nani. Na kama riba ya mkopo wake yeye ni wa jamii, basi makato yake kwa miezi 3 yanakuwa ni 0, maana hana riba. Lakini kama atavusha miezi 3, kwa mfano tunaweza kuona huyu kakopa 120,000 na mkopo wake mpya ndio huo 120,000, riba 0 kwa sababu makato yake ni miezi 3. Sasa tuashumu hatujasajili miezi, unaweza kuona hakuna riba na vile vile huku hakuna ongezeko lolote. Lakini tukimpa miezi kuanzia 7 kwa mfano, unaweza kuona makato yanaanza kutokea hapa. Na rekodi. Therefore makato yatakuja kulingana na miezi anayokopa. Limit iko hapa imewekwa vizuri tu kwamba kama mtu atakopa zaidi ya miezi 4, basi mkopo wa hisa unaanza kuchukua makato. Na tunaweza tukabadilisha maeneo haya kama mtu amedelay kurejesha. Kwa mfano mtu amedelay kwa mwezi mmoja, ameshamaliza miezi yake 3. Hebu angalia, akiingia mwezi wa 4, tukiweka kama mwezi wa 4, unaweza ukaona faini yake inaanza kuingia na riba yake inaanza kuonekana hapa. Kwa ataendelea kurejesha kila anapoendelea kuishi na huo mkopo. Kwa mfano hapa amekopa shilingi 30,000. Kumbuka huyu mtu unaona kiasi alichochangia na kiasi ambacho anaweza akakopa, obvious ni mara 3 ya kile alichokichangia. Kwa hiyo kama mwezi April labda tumeanza, na kabla sijaendelea kwenye mwezi wa marejesho, sehemu hii una seti mwezi wa kuanzia, una double click, alafu utachagua labda hapa sababu ni tarehe, mwezi, alafu mwaka. Kwa hiyo utachagua mwezi wa kuanza kurejesha, mwezi wa kuanza mkopo. Kwa ukiingiza pale automatic kabisa maeneo yote yaliyobaki
yatakuwa yanafuata Februari na kadhalika. Kwa hiyo tuseme mwezi wa pili anaanza kufanya marejesho. Mwezi wa pili anaanza kufanya marejesho. Huyu mtu alikopa 30,000 halafu anaanza kufanya marejesho. Tuseme huyu mtu alikopa deni kubwa kidogo. Ngoja tuone. Nilishaanza kuingiza data zangu hapa, that's why unaweza kuona hivi. Huu ni mkopo wa jamii. Tuseme amekopa kwa miezi mitatu tu ili pasiwe na riba. Kwa ana 120,000. Kwa mwezi wa pili akaanza kurejesha 20,000. 20 amerejesha. Unaweza ukaona mkopo umebakia deni 100,000. Bakia deni 100,000. Na hiyo 100,000 akija mwezi wa tatu anaweza pia akaendelea kuirejesha. Akarejesha mwezi wa tatu huo labda 50,000. Hivyo unaweza kuona deni lake ni 50,000. Kwa hiyo anaweza pia akaja akaongeza mkopo hapa akachukua 1,500,000. Akachukua 1,500,000, utaweza kuona mkopo wake ni 200,000. Lakini hiyo 200,000 utabidi umsajilie anachukua hiyo 200,000 kwa muda gani. Kwa hapa tutaweka labda anataka, sababu ni mkopo wa jamii, kwa miezi labda 2 au miezi 3. Ukiweka hapo itakaa vizuri. Lakini kama atavusha miezi, wewe utamhesabia na utamuongezea faini, itakuja tu. Unaweza kuona inaongezeka nje ya miezi 3. Ukiweka miezi 4, unaweza kuona faini yake pia inakuwa ni kubwa zaidi. Akiendelea kurejesha polepole faini yake inashuka. Kwa mfano namna mfumo uliposetiwa, mwezi wa 4 ukiingia kwenye mkopo wa jamii hajarejesha, ukiweka miezi 4, maana yake huyu mtu atalipa faini 14,000. Kwa mfano alikopa hiyo 200,000. Lakini kama amerejesha kwa miezi 5, maana ile faini ya kwanza ameshalipa, baadaye pale akiweka 6, unaweza kuona faini yake ni kama inashuka. Kwa hiyo kama kuna penalty fulani ka kuchelewesha kakubwa, lakini kadri anavyoendelea kulipa anaendelea kulipa pole pole. So kwa hiyo inakwenda namna hiyo, system ya mkopo inakwenda design kama hiyo, hapo. So ni rahisi sana kuweza kumkopesha mtu. Kwa hiyo utachagua tu kama ana mkopo wa hisa ama mkopo wa jamii. Ikitokea mtu huyo mmoja ana mkopo wa hisa alafu baadaye anataka kuchukua mkopo wa jamii, unakuja kumsajili hapa chini kama mkopaji mpya na utampa, kwa mfano hapa juu amekopa huyu mkopo wa hisa. Sasa unakuja kumsajili hapa akiwa na mkopo wa jamii, na vile vile itakukalkuletea kiasi gani anapaswa kuweza kufanyaje kukopa kulingana na kile alichokichangia katika jamii. Kwa hiyo mfumo ni simple na ni flexible mno, unatumika katika mazingira yote, unatumika vizuri kabisa. Mfumo ni rahisi kutumika. Basi sehemu hiyo ni ya mikopo na inakwenda kwa miezi 24. Baada ya hapo kukopesha na kutrack marejesho, tunaweza tukaenda sehemu ya kitabu cha mhesabu. Hapa ni kitabu cha mahesabu, ambapo sasa utaweza kuona taarifa ya kitabu cha mahesabu, yani tarehe ya kikao, kilichotokea kwenye kikao, comment hapa kama watu wamechangia na nini hivyo, utacomment matukio, alafu kiasi cha fedha kilichoingia hapa. Automatic kiasi cha fedha kilichoingia ni very automatic, kitakuja automatic baada ya wewe kuexport template ya kukusanyia taarifa na kuimport. Sasa hebu twende tuka export na kuimport tuone namna inavyofanya kazi. Turudi hapa halafu tunaweza tukaenda kwenye Excel hapa. Kumbuka tulicopy taarifa zetu zikaenda tuka export correction template. Kama hatuko export basi tuna copy taarifa hapa, zinaingia kwenye correction template. Zikishaingia tunazi export kwa kuchagua location hapa, ikae labda kwenye desktop, nataka mimi ikae hapo, halafu tuna export ile. It may take few seconds, do not interact the process. Okay, hapa inakwambia ina exist, kwa maana kwamba ilikuwa Collection template exported successfully.
Naona correction template yetu sasa imeshatoka na imekaa sehemu hii. Kwa ile correction template yetu tunaweza tukaenda tukaiweka kwenye folder maalum ili isituchanganye, sije zikachukuliwa na taarifa ambazo hazipo. Tuweke labda kwenye new folder hapa, and then tunakuja kucorrect. Kucorrect ni kwenda kuichukua hiyo correction template na kuweza kuiingiza kwenye mfumo ikiwa imeshajazwa tayari. Kwa hapa tukifanya hivi, taarifa zote zinakuwa zimekwisha kuingia kwenye system. Hiyo correction template tutaiona ilivyo na namna gani inafanya kazi. So tulikuwa kwenye kipengele cha mikopo na kwenye kitabu cha mahesabu hapa, na tumeona jinsi inavyokwenda inafanya kazi. Lakini ukitaka kurekodi simply wala hutumii nguvu, unakuja kwenye edit taarifa, kwa unakaa vizuri. Ama kama ni sehemu mpya unatumia hapa sehemu hiyo edit taarifa, utaandika tarehe ya kikao na kilichotokea kwenye kikao chako, ama unaweza ukaandika manual kwa njia ya kawaida kabisa. And then from there sasa tunakwenda sehemu ya ukurasa wa hisa. Ukurasa wa hisa, hili ni eneo muhimu sana ambalo unaweza ukawa unataka ukawa na print kila muda fulani, lakini kikubwa ni kwamba hapa utaandika tarehe, utaandika wiki za unazotaka kuona actually. Kwa mfano wiki ya 90 katika kuchangia, unaweza kuona mtu je kachangia kiasi gani, labda wiki ya 4 au watu wamechangia kiasi gani. Kwa hapa ni kila mtu atatokea hapa na michango yake ya hisa alizozinunua hapa itaonekana na itaonesha vizuri kabisa jumla yake, kama ikitokea kuna zaidi ya wiki moja, sababu unapo select wiki 4 itakwenda mpaka 12 nyingine mbele. Unaweza ukaona kwa mfano tu select wiki ya kwanza, alafu unaweza kuona wiki 12 zinatokea, kwa itakuhesabia wiki zote hizo 12 kachangia kiasi gani. Ukitaka labda kuanzia wiki ya 13 uone, unaweka hapo wiki ya 13, utaweza kuona wiki ya 13 mpaka 24 kachangia kiasi gani. Kwa hiyo itakuwa ni rahisi kuweza kutrace kwa mwaka mzima. Na hichi kitu kinachofanyika hapa kinafanyika pia katika vipengele vya jamii, inafanana functionality, sehemu ya account inafanana functionality, sehemu ya ukurasa wa mwezi inafanana functionality zake. Hapa kwenye mwezi uzuri ni kwamba itakuonesha kama umeselect labda wiki ya 4, itakuonesha kwamba wiki ya 4 ni ya January hapa, kwa mtu alichangia kiasi gani. Kama hakuna data basi hautaona mwezi wowote. Kwa kama nikiselect mimi wiki ya kwanza itakwenda mpaka wiki 12, kwa bado ni mwezi January. Kama ingekuwa ni mwezi February tungeona pia katika kuchangia huko, na watu wote utawaona hapo katika hizo wiki, nimegawanya kwa wiki 12. Yeah, from there now unaweza ukaenda ukaona account, mapato ya account na matumizi. Kwa ukiingia sehemu hii utaona taarifa za michango ya account imeingia automatic kulingana na ile collection template, ambapo kuna taarifa ambazo utakuwa unazijaza kwenye ile collection template, na utaona aliyelipwa ni nani. Kama ni sehemu ya matumizi hapa, maelezo ya huyu aliyelipwa, amelipwa kwa ajili gani, unaweza kuingiza hapa. Kwa kiasi kitajicalculate hapa automatic. Unaweza kuona huku pia salio linaonekana. Kwa hiyo ni taarifa ambazo tu zipo zinaingia automatic, uandiki wewe, ila wewe tu unakwenda kuingia kwenye mfumo kwamba hii wiki ya kwanza ya kuanza kikundi chetu alilipwa fulani kiasi fulani, maelezo hapo unaweka. Lakini michango yote inakuwa inajiandika yenyewe automatic, wewe huandiki popote wala hujazi chochote, kwa ni automated. Ukija pia kwenye sehemu ya matumizi ya mwezi, maeneo haya pia ni automatic. Kwa inajaza hii template yenyewe mwaka mzima, miaka yote miwili, wiki zote 104 inajijaza automatic matumizi yake. Sema wewe cha kuja kufanya ni kuja kuandika maelezo aliyelipwa sehemu ya matumizi. Kama hakuna matumizi utaona pia iko plain. Naona eneo hilo hapo. Kwa hiyo utaona pia mhasibu anaweza akaja akawa na sign hapa mwishoni, imekaa vizuri kabisa. Lakini kuna sehemu ya miamala ya benki. Hii miamala ya benki unaweza sasa ukaja ukaandika yeyote kama ameenda kudeposit kule benki fedha, lazima alete labda receipt ya benki, alete labda
nini voucher, alete labda kitu gani, ili uweze kuingiza taarifa kwenye system. Kwa hiyo eneo hili la kutunza pia taarifa na ni very automated. Kwa hiyo ukiangalia utaingiza kiwango, yani utaingiza tarehe ni ngapi. Let us do this. Kwa mfano unataka usajili muamala mpya, utaweka hapa. Kwa muamala wako utausajili hapa, tarehe, bank slip number, namba ya bank slip, jina la aliyeweka, lakini kiasi kilichowekwa, check number kama ipo, lakini kiasi kilichotoka, kama kuna kiasi kilichotoka katika wiki hiyo, basi unaweza ukarekodi hapa, kila kitu kikawa kimekaa sawa. Kama unataka kuedit haijakaa sawa, unakuja hapa una edit hizo taarifa na bado itakaa vizuri tu kabisa. From there now kuna sehemu ya adhabu na madeni. Hizi adhabu tumezisajili kule kwenye setup, kwenye mfumo mwanzoni kabisa kule tuliingia kwenye Excel setup, tulisajili adhabu na kiwango cha adhabu. Kwa sasa zitatokea adhabu zote hapa, kila aliyefanya adhabu. Kumbuka kwenye collection template unaandika total ya adhabu kwa mtu kwa wiki, namna ilivyokusanywa. Lakini sasa ukija hapa unachanganua, huyo mtu alipigwa adhabu ya labda 1400. Hiyo adhabu yake ilikuwa ni kuchelewesha labda hisa ya jamii, kuchelewa kuingia au simu kulia na vitu kama hivyo. Kwa hapa utachanganua ili hizi taarifa baadaye zije zieleweke adhabu ilikuwa ni ya nini, kuwa fair. Kwa unaweza ukataka hapa kuadi adhabu mpya, utaweka jina la mwanachama ama utaandika na adhabu zake ambazo unamregister zitakuja hapo zote utasajili. Ama kama kuna mwanachama ulimkosea, unakuja kuedit hizo taarifa zake za adhabu na unaweka hapo. Kwa hiyo itaendelea hivyo, kila anayekuja anafanya adhabu unampa, hata kama ni mtu yule anajirudia kwa wiki nyingine kuja kusajili kwa wakati mwingine, basi unaweza ukampa. Ama akija kufanya adhabu, kwa sababu hakuna tarehe hapa isipokuwa ni mtu tu anaonekana, kwa unaweza ukawa unamjazia humu ama unamuongezea kiwango cha adhabu yake. Kwa hiyo itakuwa imekaa kwa namna kama hiyo hapo. Sehemu inayofuata ni adhabu, mapato na matumizi. Sehemu ya adhabu, mapato na matumizi ni taarifa ya adhabu, lakini mapato ikitokea kama kuna mtu amewatembelea akawapatia zawadi, akawapa kiwango cha fedha kidogo kutunisha mfuko, itakuwa ni sehemu ya mapato. Lakini pia matumizi tutarekodi eneo hili. Kwa mfano unataka uweke matumizi, taarifa mpya, kwa unaweka hapa kiwango kilichotumika. Kumbuka adhabu tayari zimeshatolewa, mfumo unachota automatic kabisa sehemu ya adhabu kule nyuma. Kwa hiyo utakachokifanya hapa ni sehemu ya matumizi hasa, kilichotumika, maelezo yake, kiasi cha zawadi kilichopokelewa. Kama kuna mtu amekuja amewapa zawadi, amewapa fedha 100,000, 200,000 kutunisha mfuko, utaandika hapa. Kwa mfano mimi nikija nikigusa sehemu button hii hapa, unaweza kuona ukigusa huko hakuna kitu kinatokea kwa sababu hatujaandika, lakini eneo hili ambalo tayari nimeshasajili unaweza kuona kuna hii button inatokea. Kwa nitagusa hapa na utaona nimesema kiasi kilichotumika ni 5,000. Maelezo kwenda benki, labda kuna mtu ameenda benki ndo nauli. Kiasi cha zawadi kilichopokelewa 50,000 kitokea labda kutoka kwa mbunge. So unaandika hizo taarifa na automatic kabisa unaweza kuona kiasi cha zawadi ni 50,000, lakini kiasi kilichotumika ni 5,000. Kwa unaweza kuona jumla inakuwa ni 65,000. Kama ni 65,000, sasa unakumbuka hapa imeandikwa kiasi cha adhabu kilichopokelewa. Kwa kiasi cha adhabu kilichopokelewa ni 68,000. Kwa sababu gani? Na hapa ilikuwa ni 55,000 kwa sababu kuna adhabu ambazo tayari ziko kule zimeshapigwa zinaingia hapa. Kwa ukijumlisha basi inakuwa design kama hiyo hapo. Halafu kuna salio. Kuna kumbuka hapa nisichanganye hapa. Hapa ni kiasi kilichotumika, kwa hakijumlishwi kinatolewa. Naona kiasi kilichotumika. Kwa hiyo ukija ukiangalia hapa kuna 68,000 wiki ya kwanza. Sasa ukitaka kuona vizuri rudi kwenye adhabu na madeni. Kwenye adhabu na madeni. Kwenye adhabu na madeni ukija ukiangalia hapa mwisho, hapa ni kuna 1,000 kwa huyu mtu. Ukiwa jumlishia hawa kuna fedha fulani unaipata.
jumla kuna fedha fulani unaipata hapa ambayo ukienda kuiangalia ni kama 11,000 hivi, na ukija ukizijumlisha sasa, ukija ukizileta huku ndo ukitoa sasa na nini, ukitoa na hiki kilichotumika ukaongeza na hichi kilichopatikanika hapa, unaweza ukaona kisalio ni kiasi gani. Kwa kama hapa nikisema niondoe 50,000, unaweza ukaona kuna shilingi 18,500. Alafu nikasema nitoe hiyo, unaweza kuona hapa kuna 18,500. Kwa hiyo unasajili hizi taarifa, kiasi kilichotumika let's say 6,000, kitu kama hicho hapo. Zawadi iliyopokelewa iwe ni hakuna. Kwa hiyo unaweza ukaona kitu kama hicho hapo, na tukisave taarifa yetu unaweza ukaona imeingia na tayari na calculate automatic. Kwa hii adhabu ambayo ipo, kiasi kilichopokelewa ni kile ambacho tumesajili kwenye sehemu ya adhabu kwa wiki zote, especially kwa wiki ya kwanza. So ukija hapa tena salio linaonekana, na hapo unaweza ukaprint ili mhasibu akaweza kusaini eneo hilo hapo. Halafu sasa kuna sehemu ya mikopo na faini. Sehemu ya mikopo na faini ni sehemu ya mikopo ya jamii. Sehemu hii utaweza ni jamii ama hisa. Kwa mfumo unafanya dynamic. Kwa utasajili yule anayekopa, amekuja kwa mara ya kwanza kukopa, lazima uingie sehemu ya mikopo na faini. Unaweza ukamsajili hapa, halafu kiwango anachotaka kukopa ataweka. Mfano nikisema nivute taarifa hii, naweza kuona vizuri mkopaji jina lake litaandikwa hapa, halafu tarehe ya mkopo hapo na tarehe ya marejesho hapo. Kiwango cha mkopo anachokopa utakuwa umeingia sehemu ya mikopo, imekukalkuletea anaweza kukopa kiasi gani mwanachama huyo. Lakini mkopo uliorejeshwa unaweza ukarekodi hapo, lakini pia kiasi fine kama amechelewesha basi itarekodiwa hapo pia. Kwa sehemu hii ni sehemu ya kuchagua pia mkopo ni wa jamii au ni wa hisa, utaweka pale. Hii ni sehemu ya kumbukumbu, itakusaidia kukumbuka na itajazwa kila mtu anapokuja kukopa, na tarehe ya marejesho mkiprint mtaona ni lini anapaswa kurejesha ili mumpe faini inayostahiki. Lakini kuna sehemu ya kujaza bima, sehemu ambapo ni ya mgao kabla ya kukata hisa anzia, jamii anzia na madeni mengine. Sehemu hii ya njano na kuendelea huko chini utajaza bima ya mwanachama ili uweze kujumlishwa na nini na mfumo uweze kufanyika calculation vizuri kabisa. Na then baada ya hapo, hii ni sheet kubwa tu kimsingi, inaweza pia kaprintiwa kabla ya mgao. Mtu anaweza kaona hapa ana jumla fedha kiasi gani. Lakini ukija baada ya mgao utagusa hii button yenye maneno marefu hapa, na itakupeleka sasa kwenye sheet ambayo ni kubwa tu, inakuonesha baada ya kukatwa kila kitu mtu anapata kiasi gani anachotakiwa kulipwa. Kwa hiyo atalipwa fedha nyingi kulingana na michango yake ilivyokuwa mingi. Na ukitaka umuone mtu kiurahisi zaidi, unaweza ukagonga button hii ukavuta fomu hii na ukaweza kuona michango yake, kila kitu ambacho mtu amestahili pale. Kwa hiyo ukatumia enter itanavigate kwenda mtu wa pili, au ukatumia down arrow au up arrow itanavigate kwenda kwa mtu mwingine. Lakini pia unaweza ukamsearch mtu kwa kutumia criteria, labda nataka nimuone mtu wa pili, ukigonga enter itatokea mtu wa pili, huyo anapaswa mgao wake uwe ni kiasi fulani. Kwa hiyo itakusaidia kuweza kugawa fedha bila makosa, bila bias yoyote. Unaita jina lake, najua kiwango gani hapa anapaswa agawiwe hivyo. Yani mnaenda kwa design kama hiyo hapo. So baada ya kunavigate na kuona mambo mengi sana hapo, sasa unaweza ukaenda ku export. Nadhani tumeshafanya ku export SMSs hii hapa. Sasa twende tukaona SMSs ambazo tumezi export zinaonekanaje. Tunafunga mfumo wetu design kama hiyo, na baada ya hapo sasa tunaruhusiwa kabisa kuanza kuona SMSs zetu hapa. Hizi ni SMSs zetu ambazo tumezi export, na itafunguka hapa. Okay, double click, itafunguka hapa. Yes, design kama hii hapa. Kwa message zako ni hizi hapa, ambazo kimsingi namna kutuma message kwenda kwa client wako imeelezwa vizuri katika YouTube channel yetu MPJ Mifumo Mashuleni. Andika 2D RPU bulk SMSs, andika MPJ Mifumo DRPU bulk messages, basi utaweza kuona video hiyo inaelezea vizuri kabisa katika YouTube channel yetu. Na
ujumbe unakuja ni mfupi ambao unakumbusha na kumupdate mtu kuhusiana na michango aliyoichanga. Kwa baada ya kuingiza kwenye mfumo mkubwa, automatic ukichagua wiki eneo la hisa, ukichagua wiki eneo la jamii, ukichagua wiki, na wiki zote zinafanana ili isije kachanganya. Kama una deal na wiki ya 65, basi kote uweke 65 kwenye mwezi, kwenye account, kwenye jamii, kwenye hisa, kote kukae wiki ya 65 ili huyu mtu taarifa zake zichotwe kwa usahihi zaidi. Kwa hiyo zitakuwa zimejitengeneza. Labda ndugu nasema habari ndugu Meshak Mwana Upendo IR Vikoba, tunashukuru kwa michango endelevu. Wiki hii ya kwanza umechangia hisa T shillings 12,000, jamii T shillings 500, account T shillings 0, mwezi T shillings 0 kama hakuchangia. Asante kwa kufanya kikundi kuwa hai. Kwa ni message fupi ambayo itakwenda moja kwa moja kwa mzazi, lakini I kwa mteja wako au kwa mwana kikundi. Lakini ninachokishauri kwa mfumo wetu, usitumie 0 ila tumia ile plus 255 kama namba ambayo inafahamika vizuri zaidi. Ukiandika hivi itakusaidia kuweza kutuma message kwenda kwa wazazi bila kudelay. Sasa tuli export muda ule correction template ni ipi? Kimsingi correction template ambayo utaingia nao ni file kadogo sana. Utakuwa nacho kwenye kikao. Labda una deal na wiki ya 67 au 78, andika pale 78. Labda huo ni mwezi gani wa hiyo wiki ya 78? Labda ni mwezi labda August. Unaweza kuchagua August pale. Hizo ni taarifa za lazima kufanya. Ukikosea hapa taarifa zitachanganya kila sehemu. Kwa kadri unavyojaza hii template kwa wiki hiyo, lazima ujue ni wiki ngapi, halafu ni mwezi gani. Kwa majina atakuwa yamejileta automatic. Kwa utakachokifanya wewe, utakuja kuweka mahudhurio yako kwa kuchagua yupo ama hayupo, utafanya hivyo. Kwa mfano tu ukisema H itakuletea hayupo. Kwa utagusa pale hayupo. Ukisema labda yupo utaweka Y alafu utagonga enter. Kwa hiyo itakuwa ni rahisi, unaandika Y au H. Ukiweka pale labda ukiweka labda ameruhusiwa, unaweza ukaweka pale A inatokea ameruhusiwa, kugonga enter inaingia. Kwa idadi ya hisa utaweka hapa labda amenunua hisa 2 na utaona inajikalculate hisa kulingana na kiwango cha hisa cha kununua. Na jamii ukiweka hapa michango yote itajikalculate huku. Cha msingi you have to use the area where there is no zeros. Hizi zero hizi usije ukazi interact ukazifuta, actually hizi zinatakiwa zijikalculate zenyewe. Thank you for following up MBJ mfumo wa vikoba. It is online now, na tutafanyia updating nyingi mfumo huu kwa ajili ya kuboresha zaidi ili mfumo uwe bora kati ya mifumo bora iliyokuwepo. Thank you for being with us.